Tuendelee kwa kifupi sana habari ya first quarter. Nini cha kufanya wakati wa first quarter? Nini cha kufanya wakati wa first quarter ya mwezi? Baada ya kuwa tumeshajadili kuhusiana na waxing crescent, ule uzi ambao inakuwa ni mwezi unaonekana kama kauzi hivi. Ni kama kauzi kuelekea robo sasa. Mwambie mwezi uko unaonekana hapo kauzi, utakuwa ufanyaje? Ndio nimetoka kukueleza. Nilikuwa nimekueleza kwenye waxing crescent. Sasa hebu tuangalie first quarter unatakiwa kufanya nini. Huu ni wakati ambao ndio kilele sasa, ambapo naweza nikafananisha kwamba sasa ulichokuwa unakipanda, ulichokuwa umekipanda, ulichokuwa unakikomaza, ulichokuwa unakilea ndani kwa ndani, sasa kimekomaa na huu ndo wakati wa kutoka nje. Sasa wakati wa kutoka nje, nasema huu ni wakati wa kilele wenyewe. Mwezi uko nusu. Mwanga na giza sasa ni kama vinapingana. Vinapambana mwanga na giza. Kunakuwa upande giza, upande mwanga. Maana yake nini? Katika uhandisi wa kiroho, huu ni wakati ambao unatakiwa wa uzingatifu, au unaweza kusema ni uchungu wa uzazi. Kama vile mzazi mtoto ameshakomaa sasa, unaweza kusema huu ni wakati wa uchungu wa mzazi. Mbegu inataka kupasua udongo. Inataka ipasue udongo na ije nje. Sasa utaona vitu gani kwenye maisha ya uhalisia? Utaanza kuona upinzani au vikwazo vidogo vidogo. Hautakiwi kuogopa kwa sababu ni kitendo cha asili pale jambo linapotaka kusimama. Na utaona jinsi hii ilivyo ni uhalisia. Ilizaa msemo wa mtu wenye matunda hupigwa mawe. Ilizaa hii kauli. Utaona vikwazo vidogo vidogo. Lazima utaviona vikwazo. Kwa sababu ni asili tu jinsi ilivyo. Hautakiwi kuogopa. Hii ni ishara ya kuwa uumbaji wako umeanza kuwa kitu sasa cha kushikika. Au tunaweza kusema kwamba ni sawa na, yaani sawa kama vile kuchukulia wafanya kama ni mzazi sasa, ni ule uchungu. Kitu ulichokihifadhi kwa muda mrefu kinakuja kukupa maumivu. Lakini mwisho wa siku kikitoka tena unasahau maumivu, unakuwa na furaha. Ndio hiyo first quarter. Ndio kitu tunachotakiwa kufanya kwenye first quarter. Huu ni wakati ambao mbegu sasa imetoka kule. Si ilikuwa imeshaanza kuchomoza hivi lakini haijatokea. Huu ni wakati ambao inakutana na upinzani wa udongo sasa pale ili iweze kutoboa. Kwani katikati kabisa kuna kauzi kiambapa kakutoboa hapo vikwazo. Vikwazo vidogo vidogo au vikubwa kulingana na jambo. Hapo ndio tunasema kwamba unatakiwa kutoa ile asilimia ndogo ya nguvu nje. Fanya hatua ya kwanza ya kimwili. Ndio ufanye hatua ya kwanza sasa ya kimwili katika wakati huu. Kama ndio sasa kuanza kupiga simu kuhusiana na mikakati yako, anza. Kama ni kwenda eneo hilo husika kwenda kuangalia, nenda. Ndio unaweza kusema hapa nataka nione kama naweza nikaanzisha biashara ya kitu fulani fulani. Ila kwenye akili unakuwa umeshaianzisha tayari. Yaani kwenye akili tayari umeshaianzisha biashara. Lakini sasa mtu unavomwambia naona hapa nataka kama naweza kuangalia, au kama sasa ndio unapiga simu kwa dalali. Unapiga sasa simu kwa dalali, au kama eneo limeshapatikana la kwako unaenda sasa eneo hilo, au sasa unaanza kama ni ujenzi unaweza kuanza sasa ujenzi. Ni lazima utoe jasho kidogo ili kuupa mwili wazo lako. Ni lazima utoe ndio kipindi ambacho utakao kufanya kwenye first quarter, kwenye robo ile ya mwezi kuelekea full moon. Sasa mwezi unaonekana ni kakipisi. Mwezi unaonekana ni kakipisi nusu kwa nusu. Ndio kitu unachotakiwa kufanya hapa. Baada ya hapo tuende kwenye waxing crescent. Waxing crescent. Hii tumejifunza. Waxing crescent tumejifunza. Tunaenda kwenye waxing gibbous.
Tuenda kwenye waxing gibbous. Sasa kuelekea kituo kidogo kuelekea full moon. Hapo tunajifunza kituo kidogo kuelekea full moon. Tutakuwa tujifunze kituo kidogo kuelekea full moon. Unatakiwa kufanyaje katika kipindi hiki. Hili limekuwa ni somo fupi sana. Nafikiri tarudi kwenye waxing gibbous. Unatakiwa kufanya nini kwenye waxing gibbous?